Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na Iran imepata mabilioni ya dola katika kipindi hiki cha vita, huku ikivusha idadi kubwa ya mapipa ya mafuta, ingawa kulikuwa na vikwazo vikali vya Marekani. Katika mwezi mmoja au miwili iliyopita tuliuza mapipa zaidi ya milioni 70 ya mafuta, alisema Mohsen Rezai, mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran. Sasa kila kitu tunauza mafuta kwa meli za Marekani upande huo kadri tunavyozalisha, amesema Rezai. Iran imetengeneza mabilioni ya dola licha vikwazo, na huku kukiwa na vikwazo vya Marekani. Mkuu wa Baraza hilo la Usalama la Taifa Rezai alidai katika mahojiano na kituo cha utangazaji cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB. Pia amesema kuwa Iran imeuza mamilioni mapipa mafuta na kupita kizuizi cha majini cha Marekani. Katika mwezi mmoja au miwili iliyopita tuliuza mapipa milioni 70 ya mafuta, alisema zaidi. Pia alionya kwamba nchi nyingine hazipaswi kujiunga na vita vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Iran, akitishia kupiga yeyote atakayeshiriki. Ni kweli tunajadiliana nao kwanza, anasema. Tunafanya mkutano, tunasema nendeni mkatenganishe safu zenu na Amerika, na wasipochukua hatua tutagoma, tutagusa maslahi ya nchi. Rezai amesema kwamba kwa sasa namna ambavyo rais wa Marekani ametishia kufanya vita dhidi ya Iran kupitia vita vya kiuchumi kwa sasa, ambapo Trump alieleza ulimwengu kwamba nchi yoyote ambayo itaungana na Iran au itafanya biashara na Iran itaguswa moja kwa moja na vikwazo vya Marekani, huku Rezai akieleza hivyo kwamba nchi yote ambayo itafanya biashara na Marekani au itashirikiana na Marekani basi bila shaka itakuwa ni adui wa Iran. Kwa kuongezea, Rezai alitishia Marekani akidai kwamba Iran haikuwa imeshambulia vituo vya Marekani bila sababu hapo awali. Sasa kwa kuwa Marekani ilikuwa imetangaza vita vya kiuchumi, alieleza Iran itapiga makampuni machache ya mafuta kuharibu uchumi wa Marekani karibu na Iran na kwingineko. Iran pia itashambulia ngome zake ikiwa Marekani itaongeza vikosi vyake. Hawatafanya harakati zozote kuelekea upande wa kusini, aliongeza. Tutagundua ikiwa wamekutana na vikundi vya kupinga mapinduzi, tutawashambulia huko. Marekani na Israel zinalenga kuendeleza vita ili kuuza silaha zaidi, Iran inadai. Katika mahojiano hayo, Rezai alishutumu Marekani na Israel kwa kuendeleza kwa makusudi mizozo ya kikanda ili kuuza silaha, akisema kuwa Iran haina maslahi katika vita. Kama tungekuwa wapenda vita, tungeenda kwenye mazungumzo matatu na wa Marekani. Alisema kwamba tungekubali usitishaji wa vita mara ngapi. Bila shaka sisi si wachochezi wa vita, lakini hatutasalimu amri kwa yoyote yule. Tutalinda taifa letu kwa moyo wote, anasema Rezai. Mlango wa bahari Hormuz kwa sasa umefungwa, pia alidai, na amesema zaidi kwamba utafunguliwa tena ikiwa Marekani itatimiza wajibu wake. Akizungumzia juu ya mkataba wa ulinzi wa Makkah kati ya Pakistan, Uturuki na Saudi Arabia, Rezai alidai kuwa nchi za Ghuba zilichochewa na Marekani kuacha mkataba huo. Marekani iliwaambia kwaherini, tunaondoka, wanataka kujaza pengo la Amerika. Iran pia itakuwa ikiboresha ulinzi wake baada ya vita na Israel na Marekani, akisema kwamba Iran leo haitakuwa tena Iran iliyokuwa kabla ya vita. Bila shaka Marekani yenye majivuno na kiburi haitakuwa Amerika ilivyokuwa kabla ya vita. Ujinga wa rais wa Marekani Donald Trump, alisema, ulikuja katika kuunda deni kubwa kwa Marekani na washirika wake. Alitaka kufanya Amerika kuwa kubwa tena kwa kauli mbiu yake ya uchaguzi, lakini alifanya nini kuwa nzuri? Alisema alifanya madeni kuwa makubwa zaidi. Deni la kiwango cha bondi cha miaka 30 ya Marekani limekuwa kubwa zaidi. Ili kujifadhili sasa, Rezai alidai Marekani lazima ikope kwa kiwango cha sehemu 3 zaidi ya mwaka 2020, akimaanisha kwamba kwa kila deni la dola bilioni 100 lazima itumie sehemu 3 au sehemu 7 za dola bilioni zaidi kila mwaka kuliko hapo awali. Ukizidisha hii kwa bondi za Marekani za miaka 30, katika bondi hizo ni trilioni 40 za bajeti, na labda watu wa Marekani huwekwa mara kadhaa kwa makampuni yetu ya Marekani. Marekani ilikuwa hatarini kutoweka kwa kuishambulia Iran kwa kutumia silaha za nyuklia, Rezai anashutumu. Mkuu huyo wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa pia alizungumzia madai ya Marekani kwamba imeanza vita na Iran ili kuzuia kupata silaha za nyuklia, akishutumu Marekani kwamba kwa kufanya hivyo kwa hakika imeiweka dunia katika hatari kubwa zaidi.
Marekani ilisema ilikuja kuzuia bomu la atomiki, alieleza. Sasa dunia nzima inasema wao wala NPT, kwa maana mkataba wa kuzuia kuenea silaha za nyuklia, wala wanachama katika shirika la nishati ya atomiki haufai tena. Na ikawa kwamba suala hilo la atomiki ni muhimu sana. Marekani imeanza vita. Kwa nini tusitumie bomu la atomiki kama tungekuwa na mabomu hayo? Rezai alihoji. Aidha, Rezai alidai Marekani ilikubali uwepo wa wakaguzi wa IAEA, ukaguzi wa aina nyingi za usimamizi na makubaliano mengine kwa miradi yote ya nishati ya nyuklia. Kwa sasa ulimwengu unasema kwamba ikiwa Iran ambayo imekuwa mtiifu itashambuliwa na vifaa vyake vya nyuklia vikishambuliwa, kwa nini tusiende kutengeneza bomu ili mtu yoyote asitushambulie? Anasema Rezai kwa kuuliza swali. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.